Rivase kama ndile kabisa. Kama ndile kabisa. Adui ingia anababaika, anakimbia ngamba kitota. Adui anakimbia ngamba kitota. Hii ni migomba, pale ile ni kiserera. Ile ni kiserera kabisa. Sawa. Shie njoo wale. Hawa tuogopake atuko baba ikere viana wenye nguvu. Ya vile atuende kushana kiwa ala meme. Bana mwangalia. Viru ya vile kabisa. Viru ya vile. Wanaje viko napigana vita hapa. Lake ile kamandi Saumu mwingi ni mjeje ya kwanza. Hapa ni mali dipese na fare na nani na leopard na Na ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu sana kwenye habari zetu ambazo tumekuandalia katika asubuhi ya leo. Kwa wale ambao wako Marekani saa 12 asubuhi na wale ambao wako Afrika ni saa 7 ya mchana. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari channel ya Mteba TV. Unaweza kaniita kwa majina ya Mteba. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari kutoka hapa channel yako bora ya Mteba TV. Tukiwa tarehe 28 mwezi wa 4 mwaka 2025. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari. Lakini kabla yote atuweze kuomba wote msamaha kwa sababu hatukuweza kupandisha taarifa ya habari. Ilikuwa ni Ijumaa, hatukupandisha kabisa kwa sababu ya changamoto ambayo ilitukuta. Tutakwenda kuambia kile ambacho kilitukuta. Hiyo ilikuwa ni tarehe 28 ambayo ilikuwa ni Lendi atukurusha taarifa ya habari, lakini tutakwenda kuambia kile ambacho kimeweza kutukuta kwenye maandalizi mazima ya taarifa ya habari. Kama ni mara kwanza umeingia ndani ya channel hii, endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine. Utazidi kupata habari zaidi kutoka hapa channel yako bora ya Mteba TV. Ifuatayo ni taarifa ya habari, lakini kwa sasa ni muhtasari wa habari. Kinshasa, watu wenye silaha waliweza kuvamia ofisi moja ya ubadilishaji pesa au mawakala ambao wanakaa kwenye maduka zao maeneo za Kinshasa. Kabisa wameweza kupata shida kubwa sana. Walikuwa na silaha mikononi. Tarehe 28 ilikuwa ni saa 11 ya jioni pale majira ya pale Kinshasa. Jioni ya tarehe 28 wameweza kuvamia ofisi hiyo na kuchukua pesa zote na wakapiga masilaha zao. Hali hiyo ikaonekana ofu kubwa sana kwa raia. Ikaonekana kwamba raia hawachungwi kabisa vizuri, hata na maskari ambao walikuwa wanawazunguka pale. Kaziba, mapambano makali bado yanaripotiwa maeneo yale, huku M23 pamoja na wazalendo wakitaka nani abakie maeneo yale. Mapambano ni makali tena yale ya mubaya sana, huku M23 wakitaka wakamate maeneo za Kaziba ili wapate njia halali kabisa za kwenda kama vile Minembwe, kwenda Uvira, kwenda na maeneo yani pale ni kama Centrale. Kuna njia nyingi sana ambazo zinapatikana. Mapambano ni makali mabaya mno maeneo yale. Kila ambacho kinachoendelea pale tutakwenda kuambia kwenye taarifa zetu za habari. Luhihi, bado M23 walivyotoka maeneo za Luhihi, walitoka maeneo yale lakini walienda kutoa ramforo maeneo mengine ya kwenye uwanja wa vita. Waliona kwamba maeneo yale haina maana, lakini si kwamba hapana maana, ni maeneo ambapo kuna dhibitiwa, kuna dhahabu na mambo mengi sana. Kwa hiyo wale wametoka, lakini baadhi yao waliweza kurudi kukuta hali ilikuwa ni tete sana maeneo zile za Luhihi, na kukuta zile nyumba zikiwa zimechomwa. Tutakwenda kuambia kile ambacho kiliendelea maeneo za Luhihi, kile ambacho kinaendelea tutakwenda kukujuza zaidi. Uvira, watu wengi sana wameweza kusambaza habari nyingi za uongo ya kwamba M23 bako Uvira. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, tulipata simu nyingi sana kuhusu masuala ya Uvira kwa sababu sisi hatukupandisha habari Jumatatu au Lendi hatukupandisha habari, lakini habari zilivuma kwenye magrupe Uvira M23. Jamani ndugu msikilizaji, tutakwenda kuambia kile ambacho kipo Uvira na kile ambacho kinaendelea Uvira, kwa sababu naamini kwamba sisi ni Mteba TV, hawatudanganyi. Tunakwambia kile ambacho kipo, na ndio maana tuna watu wetu wanazidi kuingia maeneo mbalimbali kwenye uwanja wa vita ili wazidi kutupa kile ambacho kinachoendelea ili tukufikishie wewe ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV. Karibu sana kwenye taarifa zetu za habari. Channel ni Mteba TV. Unaweza kaniita ni Mteba. Karibu sana kwenye habari zetu mengi au taarifa zetu za habari nyingi ambazo tumekuandalia katika siku ya leo, tukiwa ni tarehe 29 hapa kutoka channel yako bora ya Mteba
Kinshasa, ofisi mbalimbali za kubadilisha pesa au mawakala ambao wanakaa barabarani au kwenye maofisi zao, kwenye maduka zao madogo madogo kwenye mabarabara, wameweza kuvamiwa na wajambazi ambao walikuwa na pikipiki, wamejifunga sura, wameweza kuchukua pesa zote barabarani pale kwenye ofisi hiyo ambayo inapatikana maeneo yale ya Kinshasa tarehe 28 saa 10 ya jioni. Kitu hicho kimeweza kushangaza watu wengi sana, alafu walikuwa na silaha mikononi wakianza kuzipiga ovyo kabisa hadharani na kupora zile mali, pesa zote zikaondoka za ule jamaa. Lakini pia tumeweza kubahatika kupata matukio haya kwenye video. Tutakwenda kuwekea video kama unavyoona hapa kila ambacho kinachoendelea. Ni kwamba waliweza kupora pesa, mtu huyo ameweza kuhangaika sana na mpaka sasa nafikiri amebaki maskini. Lakini tunavyosikia habari za watu wanazidi kusema kwamba polisi walikuwa maeneo yale, kulikuwa polisi moja, lakini ilikuwa ni vigumu sana kuingilia jambo hilo bila ramforo yoyote. Mambo haya yameendelea hivyo. Hebu tupate taarifa zaidi kutoka Kinshasa, tutakuja kurejea. Mama babo maeta sani. Kongo ba polisi bazawa. Yewana zuya. Te muto sana. Mutu na bango. Baini balea. Mata muto. Ofumula waze pana uti. Uza ofumula uti. Usiwe blona wa. Baete. Tutuka ngamezo ya. Bazi. Bawana baya. Ya bitongo fa. Bango bayi. Tumoni bango mwesi. Oya bita na mwoni kana. Na barabara, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, baada ya kurejea kabisa kuona kile ambacho kimeendelea kwenye uwanja wa vita pale Kinshasa, ni kwamba hata mabodaboda pia wanachangia. Walikuja na mabodaboda au walikuja na pikipiki zao na kufanya walikuja na bodaboda zao au pikipiki zao na kufanya ujambazi huo kabisa mchana na wakapora hizo pesa, wakaondoka. Pikipiki zilikuwa 2 na wale wajambazi walikuwa maeneo yale. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka chaneli yako bora ya Mteba TV. Kaziba, vita kali bado inaendelea Kaziba kabisa, huku vikosi vyote vya wazalendo vikizidi kufanya kazi kwa umakini alafu kwa nguvu zaidi maeneo za Kaziba, huku watu wakizidi kusambaza habari Kaziba imechukuliwa na M23. Sisi kama channel ya Mteba TV tunamwambia Kaziba bado kuna vita, hakujajulikana yule ambaye anadhibiti maeneo za Kaziba. Vita ipo ndani ya mji wa Kaziba, lakini mpaka sasa kama sisi Mteba TV hatujajua anayedhibiti Kaziba ni nani. Vita bado inaendelea kwa sababu yule ambaye amekamata Kaziba lazima asimame na atangaze, aseme ya kwamba Kaziba iko mikononi mwetu sisi wazalendo au Kaziba iko mikononi mwa sisi M23. Kwa sababu M23 hawezi kukamata Kaziba. Kaziba ni ya maana sana kwenye uwanja wa vita. Labda watu hawaelewi Kaziba, wanasikia tu Kaziba ni ya maana sana mazingira yale, kwa sababu pale ndo kuna masanganjia makubwa ya kwenda Minembwe, ya kwenda wapi, ya kwenda Uvira. Pale ni pakubwa. Ile ni nafasi ya muhimu sana ambayo ikiwezekana kwamba M23 wamekamata ile maeneo ya Kaziba, itakuwa ni jambo mbaya sana, kwa sababu pale itakuwa ni masanganjia ya kwenda fasi zote. Wakishika maeneo yale itakuwa ni njia ya kwenda maeneo mengine, kwa sababu pale kuna masanganjia mengi, karibuni 4 ya kwenda huko. Vichochoro ni vingi sana, barabara za kwenda Uvira, barabara. Sasa ile fasi ni fasi mbaya sana, ambapo sio vizuri kabisa M23 wakamate maeneo yale, na ndio maana vita inazidi kutokota maeneo yale, na wao wanahitaji wakamate maeneo yale, lakini bado hatujajua yule anayedhibiti maeneo yale, japokuwa mahabari ni mengi sana kwa watu wanaozidi kusambaza kwamba Kaziba imechukuliwa na M23. Hilo ni jambo ambalo bado kabisa sisi kama sisi bado tunafuatilia, tunafanya nguvu zetu zote tuweze kujua kwamba Kaziba inadhibitiwa na nani pale kwenye uwanja wa vita. Na licha ya M23 kufanya mambo mengi sana, vyombo vya habari vyote vya Rwanda
ambavyo vinaongozwa na tuseme tu na M23 wanaongoza vyama hivyo au vyombo vya habari hapo Rwanda. Tumeweza kushuhudia watangazaji wa Rwanda wanakuwa kabisa wanaangalia ramani ya DRC. Wanaangalia ramani, wanaangalia gisi Uvira iko, gisi Kaziba, maeneo mbalimbali kabisa. Tunashangaa tena kwenye redio za Rwanda, wakiwa kabisa kwenye television, hata aibu hawasikii, wanakuwa wanaangalia kabisa, hapa ndo Uvira, hapa ni kwenu. Simurizike na kwenu nyinyi. Hizo kabisa inakuwa kabisa ni kitu ambacho hatukipendi. Na hawa watangazaji hawa wanaotangaza vile, unakuta unaingia kwenye ramani ya DRC ni ya kwako. Sirizika na kwenu Rwanda. Hawa watangazaji ndio wale ambao walikuwa wanahusika kabisa, wako kwenye upande wa M23. Waliingia kwenye uwanja wa ndege pale Goma, wakasimama na kukamata matukio maeneo yale. Yani wanakaa Rwanda, wanakuwa wanaangalia Kongo kwamba ramani hii hapa, wanaingia kwenye Google Map, wanakuwa wanaangalia hii ndio Uvira, hii ndio hapa. Hivi nyinyi kwa nini msirizika na kwenu? Yani nyinyi amlali usingizi ni Kongo tu mkichwa chenu, Kongo ni kwenu. Watangazaji wote tuseme ni wote kabisa, wote ni wa M23. Yani M23 inatumikisha vyombo vya habari vya kudanganya watu. Wamesambaza habari kwamba Uvira imekamatwa. Wanasambaza habari kwamba Kaziba imekamatwa. Mambo ya uongo sana. Ndio maana tulipigiwa simu sana kama Mteba TV. Kipi kinachoendelea Kaziba? Yani watu hawaelewi kile kinachoendelea. Na ndio maana tunamwambia ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, endelea kusambaza na kushare video hizi na kusabone, kwa sababu channel ya Mteba TV inazidi kukupa habari ambazo utakuja kujutia, unasema kweli kabisa Mteba TV alikuwa anatuambia habari za kweli. Achaneni kufuata vyombo vya habari vya Wanyarwanda. Acheni kufuata vyombo vya habari vya M23. Hawatasemaka kizuri hata siku moja. Kumbuka vita hii ilikuwa ni muda mrefu sana ya kimtandao. Wanatangaza fasi fulani kumekamatwa na hawajakamata. Wanatangaza mambo ya uongo sana. Kwa hiyo tunawaambia sambaza ujumbe ya Mteba TV, kwa sababu tunazidi kukupa ukweli unaoendelea kwenye uwanja wa vita. Na tunawashangaa sana wale mjini wanasikiliza vyombo vya habari vya M23 wanakuja kutuuliza fasi fulani kumekamatwa. Hapana kutuuliza sisi chukua habari zetu hapa kutoka channel ya Mteba TV, ndo wapelekee kwenye magrupu zao, wasikie kwamba wanatangaza uongo. Watu wanakaa Rwanda wanatangaza kabisa, wanakuwa kwenye Google wanaangalia hii ndio Uvira, hii ndio Kaziba. Nyinyi mnakosa kazi, na tunawaambie tu kwamba nyinyi mmeshashindwa. Hiyo yote ni kutisha, vitisho. Tayari umeshashindwa, M23 umeshindwa kabisa vita, kwa sababu mlivyoanza na sasa hivi ni tofauti kabisa. Habari za Kaziba ni kwamba Kaziba bado mapambano makali yanasonga mbele maeneo yale ya DRC. Mapambano makali sana, kwa sababu M23 wanataka wakamate Kaziba na maeneo yale yote, lakini kitu ambacho hakiwezekani. Wazalendo wapo kabisa maeneo yale wanapambana. Hata kama mnaingilia FRDC wanakuwa wanakimbia maeneo yale kulikosha kwa FRDC, lakini wote wametoka wanachia wazalendo maeneo yale, kitu ambacho akipendezi. Ndugu msikilizaji, ni kwamba mapambano ni makali sana tunavyoongea na nyinyi. Hali ni mbaya kwenye uwanja wa vita, na mzidi kushika mkono wakongomani wote. Fanyeni kazi pamoja na wazalendo. Kama una namba zetu za simu ndio hizo hapo. Andika maoni yako, tutakujibia. Lakini pia andika maoni kwenye channel yako bora ya Mteba TV. Tunaingia baada ya kumaliza habari hizo za pale Kaziba, tunaingia Luhii. Kila ambacho kinachoendelea Luhii ni kwamba baada ya M23 kutoka maeneo yale, raia wa Luhii walianza kukamata Wanyarwanda ambao wako pale, ambao walibakia mmoja na kuchinja. Waliua mmoja ambaye aliweza kufariki maeneo yale. Lakini baada ya purukisheni hiyo, watu kusema wamegombolewa namna ile, hatukuona njia yoyote ya kwamba kuna vikosi vya wazalendo au FRDC waliweza kuingia maeneo yale. Baadaye tena hao M23 waliweza kurudi maeneo yale na kukuta hiyo hali iliyoendelea. Lakini lengo lao la kutoka pale ni kwamba walienda kufanya renfort maeneo mengine. Waliona pale hakuna vita, hakuna kinachoendelea. Lakini si kwamba Luhii haina maana. Pale ni kwenye migodi ya dhahabu, kwamba si kwamba hapana maana, na wamejibandua pale, wanajua kile ambacho walikifanya. Yani kwenye migodi ni wanachimba dhahabu maeneo yale, kama kile ambacho kinachoendelea maeneo yale ya Luhii. Na raia kwanza kufurahi sana, kusema wametetelewa, wamejitetea na kwanza kusimamisha bendera zao na kwanza kuimba wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kile ambacho kinachoendelea maeneo yale tutakuja kukwambia kabisa. Endelea kufuatilia channel ya Mteba TV. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka channel yako bora ya Mteba TV. Uvira
Uvira kwanza tunaanza na habari zetu za sisi channel ya Muteba TV, kile ambacho kilichotukuta, kwa sababu Jumatatu hatukutoa taarifa, au siku ya kwanza hatukutoa taarifa kabisa, baada ya watangazaji wetu kuwekwa chini ya ulinzi na FRDC maeneo yale kabisa, wakidai kwamba kwa nini tunasaidia wazalendo, kitu ambacho kiliweza kutusumbua sana kwenye akili. Tulikuwa maeneo yale kabisa, watangazaji wetu walikuwa maeneo yale wanafanya vipindi, walikuwa wako vizuri na walienda kwa lengo wa kusaidia wazalendo na mambo mengine, lakini FRDC waliweza kuwakamata wakishirikiana na baadhi ya wazalendo wengine kwamba kwa nini tunapenda kusaidia wengine na wao hawajawasaidia, kitu ambacho hakikupendeza. Waliweza kuweka watu wetu chini ya ulinzi zaidi ya masaa 5 wako maeneo yale, kitu ambacho hakikufurahisha maeneo zile za Uvira. Lakini kabla hiyo, hicho ndio kilisababisha habari za Jumatatu hazikupanda, kwa sababu walitusumbua sana maeneo yale kwa FRDC, kwanza kubebana sana, yani kwanza kubebana tu kwa misaada ambayo sisi tulikuwa tumepeleka kwa sababu ya wazalendo maeneo yale. FRDC wakaanza kutaka na wao wapate hizo pesa, wakati ilikuwa ni msaada hasa ya wazalendo. FARDC mlitushangaza sana, kwa sababu ukiangalia FARDC mnapokea pesa kupitia serikali, serikali inapokeza pesa, lakini kama vile raia tunapeleka misaada yetu maeneo yale, lakini na nyinyi mnataka tuwape misaada hiyo kivipi? Ni kitu ambacho hakikuwezekana. Lakini tunashukuru watangazaji wetu wameweza kutoka maeneo yale, na lilo tatizo liliweza kuisha na kuchukua vitu vyote ambavyo watangazaji walikuwa navyo. Pesa za wazalendo zote zilichukuliwa pale na FRDC, na safari haikuendelea, ikabidi safari ikagoma. Hiyo ndo habari ambayo ilitukuta maeneo za Uvira. Lazima tuitangaze kwa sababu ni kitu ambacho kilizuia taarifa za habari ya 28 hazikuendelea kabisa. Lakini pamoja na hivyo, habari zingine zinazoendelea Uvira ni kwamba wanasema kwamba Uvira ilikamatwa, ni kitu ambacho hakuna. Sisi watangazaji wetu walifika Uvira ili wachukue matukio, ijulikane kabisa ya kwamba Uvira haiko mikononi mwa M23. Uvira iko mikononi mwa wazalendo na pamoja na FRDC. Lakini FRDC walitushangaza sana maeneo yale, ni kwamba walitupigia masimu watu wakaanza kusema inakuaje Uvira kuna wanani? M23 wanasema wamekamata Uvira, ni kwamba Uvira iko salama. Mlivyokuwa mnatuwekea mavoice, mnatupigia masimu, ni kwamba tulikuwa bado tunashughulikia au kutatua tatizo liliotukuta au liliokuta watangazaji wa Muteba TV maeneo za Uvira. Uvira iko salama, haina shida yoyote, na zile voice tulishindwa kuzijibu, tukasema tutakuja kuwajibu moja kwa moja hapa kutoka channel yako bora ya Muteba TV, kwa sababu kujibu mtu moja tuna namba nyingi, message ni nyingi, hatuwezi hata kuhesabu kwenye simu. Kwa hiyo tukabidi tuje tuwaambie moja kwa moja ni kwamba kilichoendelea kwenye mji wa Uvira ni kwamba hakuna M23 maeneo za Uvira. Mwache kupaniki, mwache kufuatilia vyombo vya habari vya M23, inazidi kusambaza habari nyingi sana kwenye mitandao na kusema Uvira imekamatwa. Ijapokuwa najua video iliyoshitua watu ni kwamba watangazaji wa M23 ambao wanapatikana Rwanda walikuwa wako kwenye Google Map wanaangalia Uvira hii. Sasa hiyo ndio ikaanza na wakiwa wanasema kabisa Uvira. Sasa watu wengi wakaona hiyo video wakaanza kupaniki, wakajua labda Uvira imeshakamatwa. Ni kwamba Uvira haijakamatwa, Uvira iko mikononi salama na hakuna fujo yoyote inayoendelea maeneo za Uvira, kwa sababu tunavyowaambia hapa watangazaji wetu walikuwa maeneo za Uvira huku walikuwa wamewekwa chini ya ulinzi maeneo yale. Kwa hiyo sisi tunakwambia kitu ambacho kinachokuwa na uhalali maeneo yale, lakini tatizo hilo tumeweza kulitatua na mambo yote yaliweza kwenda vizuri. Ilisikika aibu sana kwa FRDC pamoja na wazalendo. FRDC kutaka wazalendo tusiwape hiyo misaada, wao wachukue ile misaada, kitu ambacho hakikufurahisha kabisa, hakikufurahisha. Manake watu wote ni hatari sana, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Muteba TV. Hivyo ndivyo vilivyoendelea kwenye maeneo za Uvira, lakini mapambano ni makali tu, bado yanaendelea kabisa. Kwa wale ambao wanafuatilia channel ya Muteba TV, umesambaza habari Uvira imekamatwa. Uvira haijakamatwa na mtu, Uvira ingali mikononi salama kabisa, wala bila shida, ila adui anatamani sana Uvira. Na wazalendo hapana kulala kabisa. Wazalendo msilale, ikaeni macho na pambaneni kwa makini, kwa sababu FRDC wao kabisa na wao ni M23, kwa sababu kitu ambacho wamefanya maeneo yale ya Uvira hakikufurahisha, hakijatufurahisha. Kudhibiti watangazaji ili na wao wapate misaada ambayo tunapelekea wazalendo, kitu ambacho kilishangaza watu wengi sana. Kwa hiyo na wao FRDC ni M23, wengi ni M23 maeneo yale kabisa, kwa sababu haiwezekani uzuie msaada ya wazalendo isiwafikie. Mnaanza gombana kwa misaada midogo mikononi. Mlitushangaza sana FRDC, lakini wazalendo tunajua tuko pamoja, tutazidi kushirikiana. Wazalendo wote wa Uvira, wazalendo wote wa Kongo mzima, channel ya Muteba TV inawapenda, tuko pamoja na tutazidi kushirikiana kwa kila ambacho kinachoendelea.
channel ya Mteba TV. Unaweza kaniita majina yangu rasmi ni Mteba, ambaye anatangaza matangazo mara kwa mara kutoka hapa channel yako bora ya Mteba TV. Lakini unaweza kutupata maeneo mengi sana ya hapo Uvira, tena hata Bukavu, Goma pamoja na Bujumbura na Baraka. Maeneo yote utatupata. Hapo tunashirikiana na watangazaji wanaotufikishia habari kutoka hapa channel ya Mteba TV. Tupo saa 12 asubuhi ya tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2025. Na wale ambao wako Afrika ni saa 7 kamili ya mchana. Channel ni Mteba TV. Endelea kusubscribe, like, comment and share kwa watu wengine. Utazidi kupata habari zingine. Tukutane tena panapo majaliwa, ikiwezekana tena mchana kabisa wa hapa. Watu ambao wako Marekani watapata taarifa. Tunashukuru wote ambao wako Marekani, wapo Canada, wapo Afrika nzima wanatufuatilia, wako Australia, wako France, wako Belgique, popote ambapo unatupata kupitia channel yako bora ya Mteba TV. Tunazidi kukurushia habari zaidi hapa kutoka channel yako bora ya Mteba TV. Unaweza kutanikia maoni yako kupitia namba zetu ambazo zinazotembea hapo kwenye screen, na tutakujibu kila ambacho kinachoendelea. Channel yako ni Mteba TV. Mapambano bado yanaendelea maeneo mbalimbali kabisa, na karibu sana kwenye taarifa zetu za habari za jioni. Kama tutapata shida zingine, tutakuja kuwarushia habari za jioni. Watu wametuuliza, Mteba TV mbona habari hazipandi? Vipi na wewe umenunuliwa nini? Hatujanunuliwa na mtu yoyote. Channel bado ni ya wazalendo, bado ipo kabisa, ni ya kwenu, na itazidi kuwapa habari rasmi ambayo inaendelea pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini hata na habari kwa ujumla kwenye uwanja wa vita. Tuambie tu ya kwamba wazalendo tupambaneni, tufanye kazi ambayo ni ya muhimu. Mambo ya CCLF hakuna. Wanaposema wanasimamisha vita, lakini angalia gisi wanavyozidi kuongeza nguvu kwenye uwanja wa vita. Ni kitu ambacho muone kile ambacho kinaendelea. Wanafunga serikali macho, lakini wanazidi kuongeza nguvu zaidi kwenye uwanja wa vita. Wanakwambia tunasitisha vita, kumbe ndio wanazidi kujipanga. Magari zinaingia Bukavu, magari zinaingia Nyangezi. Tukutane tena panapo majaliwa. Chao.